Huu ni mkutano wa kabla ya mchezo wa mkondo wa pili ambao unakuwa unahusisha klabu ya Azam Football Club kama mwenyeji wa mchezo dhidi ya KMKM kutoka mchezo wa kwanza. Hao walikuwa ni wenyeji katika mchezo ambao ulifanyika Unguja, na baada ya ushindi wa magoli 2-0 wa Azam Football Club, leo tunazungumza kuelekea mchezo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 24 ambayo ni siku ya kesho. Uwanja ni Azam Complex Chamazi, na tayari tulishatangaza muda kwamba ni saa 11 jioni, ambapo tunategemea mchezo huu kuwa ni mchezo wa mkondo wa pili. Mbele yangu ni kocha wa KMKM sambamba na mchezaji akiwa ni mwakilishi wa kikosi hicho. Tutazungumza nao tupate kusikia kutoka kwao kwamba wanasema nini kuelekea mechi yenyewe, nini tunategemea, lakini pia baada ya hapo tutapata pia kusikia kutoka kwa Azam Football Club na wengine wanazungumza nini kuelekea mchezo huu. Huu ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, na hizi ni timu mbili ambazo ni wawakilishi kutoka taifa la Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa hivyo ni swala la kujipongeza kwa sababu tayari Tanzania ina uhakika kwa klabu moja baina ya klabu hizi mbili kwenda katika hatua ya makundi. Mimi naitwa Rashid Ibwe, ni wakaribisha katika mkutano huu. Baadaye pia tutaruhusu maswali kutoka kwa wanahabari tupate kusikia pengine ni kitu gani ambacho tamani ukisikia kutoka kwa walimu, wachezaji wa timu zote mbili. Mwalimu, karibu sana. Mbele yako ni wanahabari ambao wanatamani kusikia kutoka kwako pengine mchezo huu wa mkondo wa pili, nini tutegemee kutoka kwenye kikosi cha KMKM, ninyi binafsi mnautazama vipi, lakini overall pengine hata tusikie kutoka kwako ili na wao kwa binafsi kwamba ushiriki wa vilabu kutoka Tanzania na performance ambayo inaonyeshwa so far na hisi pengine inaweza kuwa na faida gani kwa taifa letu. Lakini jambo la kwanza la msingi ni mchezo wa kesho kuelekea mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Azam FC. Karibu. Asante sana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tupo Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu wa marudiano Chamazi. Tumepoteza nyumbani bahati mbaya, lakini tumekuja tena. Mimi nasema kwamba nyumbani sisi ni timu ya Tanzania, na mimi naamini kabisa kwamba timu yetu inapenda kucheza nje kuliko hata kucheza uwanja wa Amani. Mimi nasema kwa sababu ile home feeling hatuipati vizuri. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kucheza mechi, kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, lakini kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri. Kama unavyojua tunajiandaa na ligi, kwa hiyo mchezo wetu wa kesho utatujenga zaidi. Hii ni ya pili. Sisi zaidi ya miaka 20 au 30 nadhani KMKM waje kufika nafasi hii. Kwa hiyo kwetu sisi tunapiga hatua. Kwa hiyo tunachotaka kukamilisha mchezo wa kesho kwa kucheza vizuri. Hii ndio lengo letu. Mwalimu, tutakabidhi mic safari hii, lakini tunatamani pia kujua hali ya kikosi kwa ujumla, pengine iko vipi. Kuna baadhi ya wachezaji pengine walikuwa kwenye kikosi cha kwanza cha mchezo uliopita, utawakosa taarifa rasmi ya kikosi kutoka kwa kocha. Wachezaji wawili tutawakosa, Alemkea midfield pamoja na Isaka Baburu captain, ambao majeruhi na tumewacha hapo Zanzibar, lakini walobakia wote wako vizuri na ingawa place ndio wana kwa group ya wachezaji. Overall, unategemea mchezo wa aina gani? Tutacheza vizuri. Mimi naamini mimi sitaki kuzungumza lugha zenu za kujua meza na nini, lakini of course tutacheza vizuri na hapa kapenda. Mimi nikwambie ni kweli, timu zetu nyingi zinapenda kucheza nje kuliko kucheza ndani, kwa sababu tumecheza nyumbani. Yeye anasema tumecheza nyumbani, mimi nasema kama Chamazi, kwa sababu group kubwa ya watu wanashangilia kwa Azam wanashangilia kuliko hata sisi. Ile home feeling haipo. Sio ni mantiki yote ya kucheza mpira pale kwetu kwa timu yetu sisi. Sijui hizo timu nyingine kusemea, lakini mimi nazungumza kocha wa 4-5 wanapenda hata mechi zote zilizo nje. Nakumbuka wahamiaji na njika hiyo mechi zote nje. Japo hajapata matokeo, lakini for me Chamazi na Amani kwa mimi the same. Kwa hiyo sina tatizo lolote na uwanja kusema kwamba uwanja ugenini. Mimi hapa sio mgeni. Kweli mimi nishakuzungumza, lakini leo nataka niseme kweli. Azam kuambia kwa mtu Ibwe, lakini wengine wakundu basi wanamtoa. Yaani tunampoteza hivi asubuhi bombe. Hiyo sio najua, lakini this is a game.
Nimeandaa wachezaji kwa sababu wachezaji wetu vijana, tunamwona captain Messi akatoka na 20 timu ya KMC. Wachezaji wetu vijana wengi, lakini at least wamecheza ile mechi, tumepata ile feeling ya kumbe tunajua kama wanafesa kwenye TV. Kumbe ndio fair yule, ndio huyu. Kwa hivyo na kumbe tunaweza kucheza. Kwa hivyo tumewajenga wachezaji, tumepata siku tatu za kutrain, na mimi kabisa wachezaji wameona kumbe tunaweza kucheza. Na lengo letu sisi kucheza kupata matokeo, lakini kuna vitu vingine wala wachezaji tunaandaa kwa ajili ya mechi nyingine baadaye. Kwa sababu wachezaji walifanya hajacheza mechi nyingi za kimataifa. Kuna wachezaji huyu Mati katika mechi mbili na mechi tatu ya juzi. Ndio mechi kubwa kwake. Alicheza mechi nyingine. Kwa hivyo kwa yeye ni kitu kizuri kupata komposho kama hizi. Tunasonga mbele. Muhimu ni kuhakikisha kwamba tunatafuta nafasi nyingine ya mwakani kucheza tena katika mashindano makubwa. Haki ana kazi yake. Mechi ingekuwa sisi tunaongoza 2-2 kwa Zanzibar. Bado mechi mechi ile kama 180. Mechi ya Azam ngumu. Azam sasa ni heavyweight. Nisema vingine kwa mongo. Lakini tunacheza. Kitu kimoja ambacho tunaipendi nacho away inatusaidia nini? Wao wanataka wanajua wakifunga moja watakuwa shughuli nyingine. Kwa hiyo mimi naamini kabisa sisi tunakwenda kucheza tutule kitu. Lakini Azam watakuwa makini zaidi. Kwa hiyo mechi lazima kuwa ngumu.